Jambo jingine ambalo limeelezwa ni kwamba juu ya mabadiliko wa mawaziri wanapokuja wapya, mabadiliko yanatangazwa sana, mnapiga sana maneno, alafu mwisho wa siku unaona watu wanarudi kwenye business as usual. Sasa hili jambo mimi nataka nizungumze na watumishi wa umma. Wewe mwandishi habari umeuliza, lakini mimi ninapokujibu wewe naomba nizungumze na watumishi wa umma. Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua bahati mbaya iliyopo watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake hii. Yaani hilo jambo nataka niwaambie wazi. Wizara yetu sisi ndio inao haya na kufaya. Yaani sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa, yaani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza upo, muda huu haupo, nataka nikwambieni, sisi wengine bahati nzuri huwa hatuna sababu ya kununa, kwa sababu mimi nilifundishwa kwa maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi, kuna mwenzako hata mkono hana. Kwa hiyo sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikwambieni, ninapofika na jambo la utendaji kazi, mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili. Lakini tunazungumza afu unaleta nidhamu ya uoga mfanyakazi kwamba Mheshimiwa Waziri sawa nitafanya, alafu hujafanya, alafu wiki ijayo unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivi, hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe muwazi na mkweli. Utumishi wa umma ni dhamana. Dhamana ambayo sisi tumepewa kwa niaba ya wananchi. Wananchi hawa walimchagua rais. Labda ifahamike vizuri. Wananchi wa Tanzania walimchagua mtu anaitwa rais. Rais akaona kwamba kwa sababu mimi ndio polisi, mimi ndio mwanajeshi, mimi ndio daktari, mimi ndio nani, hebu nitafute watu ambao watanisaidia kusimamia haya maeneo ambayo wananchi wangu wamenituma niende nikafanyie kazi. Na moja eneo ambalo nilitumwa kufanya kazi ni kwenye utumishi wa umma. Sasa sisi tunasimamia utumishi wa umma. Utumishi wa umma lazima utoe majawabu. Na ndio maana safari hii mnaweza kuona kwamba katika reforms ambazo tunaanza kufanya, mojawapo kama safari hii tunataka tuhakikishe kwamba watumishi wa umma wanapata adabu.